Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali ambao tumetoka kuutazama leo kutokea katika nchi ya Misri, ni mchezo ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Al Masry dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ukiwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali. Fahamu, katika kipindi cha kwanza dakika ya 16 tumeishuhudia klabu ya soka Al Masry wakipata bao la kuongoza kupitia kwa mchezaji Ibrahim Degmom na kuweza kuiandikia klabu ya soka Al Masry bao la kuongoza katika kipindi cha kwanza, na mnyama Simba akaendelea kulisakama lango la kikosi cha timu ya soka Al Masry katika kipindi cha kwanza, lakini bahati haikuwa kwa mnyama Simba katika kipindi cha kwanza na kuweza kuchomoa goli lolote. Lakini katika kipindi cha pili tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club wakaendeleza msako katika lango la klabu ya soka Al Masry. Sivyo bahati, katika dakika 90 zikiwa zimeongezwa dakika 6, basi mchezaji ambaye aliingia sabu John Okoye Ebuka akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Al Masry bao la pili, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya Al Masry wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Lakini kuna tukio tata ambalo liweza kujitokeza katika dakika ya 65 ambapo mchezaji Lionel Christian Tebambida aliweza kuchezewa rafu ndani ya box, lakini mwamuzi wakati aliweza kumeza filimbi na kutokuipa klabu ya soka ya Simba penalti licha ya VAR kuwepo. Basi kwa upande mwingine Simba walishindwa kunufaika kwa kuweza kupata mkwaju wa penalti, kwa sababu kwa upande mwingine tunashuhudia VAR ameshindwa kulingamua tukio ile. Lakini kuja kuangalia ni penalti zaidi ambayo Simba wameweza kunyimwa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Kwa sasa kinachosubiriwa ni mechi ya marudiano ambayo itakuja kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo Simba watakuwa wenyeji majira ya saa 10 jioni. Wanachotakiwa kufanya Simba ni kushinda kuanzia mabao 3-0 ili kuweza kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako, je, ni kipi ambacho kimeifanya klabu ya soka Simba siku ya leo kuweza kupoteza dhidi ya kikosi cha timu ya soka Al Masry licha ya kuwa vizuri katika uwanja. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kupoteza kwa mabao 2-0 kupitia rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba, mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Dewiji ameweza kufunguka kwa Simba kuweza kupoteza katika mchezo wa robo fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Anasemaje? Anasema hivi: haikuwa rahisi hata kidogo mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Hongera kwa wachezaji wetu kwa kujituma na kuonyesha moyo wa ushindi. Tuendelee kuijenga safari yetu ya mafanikio. Hakika kwa Mkapa
hawachomoki katika mechi ya marejeano. Tunaamini wachezaji watakwenda kuyafanyia kazi yale makosa ambayo yameweza kujitokeza katika mchezo dhidi ya Al Masry wa mkondo wa kwanza. Huyo ni Mo Dewji akijisifu na kujinasibu kwamba Simba wameweza kupambana, lakini ndio hivyo bahati haikuwa kwa. Wanaamini kwamba katika mechi ya marejeano itakao kwenda kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, basi moja kwa moja Simba watakwenda kupindua meza na kushinda mabao matatu ili kuweza kwenda hatua ya nusu finali michuano hii mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika.